Kwa tunapokwenda kuwafanya kwamba hawa wajione kwamba hii ni kazi yao inayoingizia kipato, lakini pia inakwenda kuwatengenezea ile spirit of ownership, kwamba hii barabara ni ya kwangu au ni ya kwetu, kwa sababu walishiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hata ile hustling ambayo walikuwa wanaitoa kwenye ile kazi ndio inafanya kuwapa uchungu na kuona kwamba hii ni mali ya kwetu sisi na ni public asset na tunataka tuilinde. Sisi kama RMs au kama viongozi na wale TOTs ambao tulikuwa nao, tusipokuwa na lugha moja hakuna ambacho tunachokwenda kukiaccomplish. Kwa ni lazima tuende kuwa na lugha moja, lakini tuweze kuwa na action plan towards success. Sasa isiyo action plan towards failure. Kuna kitu alikizungumza Gulu hapo kwamba issue ya fear. Alitoa definition mbili za fear. Lakini kuna moja ambayo ukiamua unakwenda kuamua kufeli, kuna nyingine ukiamua unaamua kwenda kufaulu. Lakini sasa katika haya ambayo sisi tumejifunza, lazima tuweze kuwa na mpango kazi mmoja utakao kwenda kutufanikisha kwenye jambo hilo. Kitu kinachomgusa mwananchi kabisa wa mwisho kwenye kupata kipato ni milestone kubwa sana kwa siasa. Kuna hii ni kitu ambacho kinategemewa kwa kiasi kubwa sana kuweza kuboost. Sio katika serikali pekee, hata sisi TARURA kwa tumefanikiwa hili. Hata wenzetu TARURA tunafanya sana hivi vitu, lakini sio kwa staili hii. Rai yangu ni kwamba viongozi sasa hivi tunaongea lugha moja wote. Kwa hiyo viongozi, mnaporudi kule katika mikoa yenu, mkapushi mambo yaende. Na nasisitiza kwamba kuna material tulishawapa watu wote wa mikoani. Tunatakiwa watupatie updated barabara, lakini pia updated vikundi. Lakini pia kuna ule mfumo ulisema kwamba kuna taarifa ambazo natakiwa zikusanywe. Basi zikusanywe hizo taarifa kwa wakati, zianze kusoma huku kwetu. Lakini hizo taarifa kwa kucha kuzingatia ni umakini wa hizo taarifa. Hizo taarifa zikiwa hazifanyiki kwa umakini, maana yake zitatuchelewesha kufikia hatua ya kuanza kazi kwa vikundi kwa mwaka wa fedha 26/27. Zinasema 26.2% ya Watanzania wote wanaishi chini ya mstari wa umaskini, below poverty line. Unaona, na juzi wakati wa majadiliano na kuhitimisha bajeti ya serikali ya mwaka 2026-27, Profesa Muhongo nadhani alitoa shule kidogo pale bungeni. Akasema kama wewe uzalishi angalau shilingi 7,500 tu, wewe ni maskini. Maana yake ni nini? In relation to hii initiative ya kwetu, initiative ya serikali. Maana yake ni kwamba initiative ya serikali lengo lake kubwa ni kuondoa sasa haya mambo yote ambayo sio taarifa nzuri kwa Watanzania. Kwa mwisho wa siku hata wale wote wa hali ya chini basi waweze kuwa engaged kwenye kazi ambazo ni productive, waweze kupata fedha, waweze kuanza kupata milo yao halisi, na mwisho wa siku waanze kuzalisha, na baadaye sasa waweze kuibuka. Maana yake ni kwamba waweze kujitegemea, waanze kuwa productive, waanze kuwa taxable kwa serikali, na mwisho wa siku wawe asset na wasiwe liability kwa serikali. Jambo kuu la msingi hapa ni namna ya kuzitunza barabara ziweze kupitika katika misimu yote ya mvua ya mwaka. Lakini jambo la pili, kutengeneza ownership, wananchi wajisikie kwamba hizo barabara ni za kwao na wana haki ya kuzitunza. Kwa namna ambapo watakuwa wanahusika katika matengenezo, watakuwa wanapata ile ownership ya kuona zile barabara ni mali zao, na ile hali ya kuchafua barabara na kuharibu miundombinu ya barabara tunatarajia kupitia mradi huu zitaenda. Tunajua barabara kwa mfano mkoa wa Shinyanga asilimia kubwa ni barabara za udongo na changarawe. Watu wanafuga mifugo ambayo mifugo hii inaharibu barabara, kwa maana zile ng'ombe na punda. Lakini kwa sababu wananchi watashiriki moja kwa moja katika kujenga hizo barabara na watakuwa wanatunza hizi barabara, kwa tunategemea hili zoezi sasa la kuzuia mifugo kupita barabarani tunakwenda kufanikiwa kwa asilimia kubwa.